Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, almustami'in alkiram, alhamdulillahi rabbil alamin. Wasikilizaji wangu na watukufu wa sauti hii ya Mzimle, watazamaji, baada audhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa bika nasta'in. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وخلق الجنة من مارج من نار ولن نشرك بربنا أحدا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. Karibuni tena kwenye kipindi chetu tukipendacho sauti ya Mzimle, tiba, dawa na elimu za marohani, elimu ya kati na kati, kujifunza, kuelimika na kufahamu. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Uhiyikum bitahiyatil islam. Na wamkuwa vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle popote muliko ulimwenguni kwa mkuzi la amani. Na wamkuwa kwa mkuzi la amani. Na vile vile kipindi hichi cha sauti ya Mzimle ni kipindi chenu cha wapenda sana, na nyinyi kipendeni kipindi hichi. Ipendeni sauti ya Mzimle kama inavyowapenda. Fa biidhnillahi insha Allah tutakuwa wenye kusikia na kufuata yale ambayo ni yenye faida kiroho, kimwili na vile vile kimambo ya kidunia. Katika yale tulio yakuta baada ya kuzaliwa na tuishi nayo na tutakufa nayo katika maumbile. Vipenzi wangu wa sauti hii ya Mzimle, sina budi leo kutoa pole ya dhati kwa msiba uliotokea sehemu ya Baghani, Kibokoni, Mombasa, kifo cha Abdallah Moi, almarhum Abdallah Moi, ambaye tumemzika leo alasiri sehemu ya Kibokoni, Old Town, Mombasa, Kenya, katika msikiti wa Bashekh, maziara ya Bashekh. Natoa pole kwa familia nzima yote ya Baghani, na familia hiyo hususan ya nyanya zangu, kwani huyu Abdallah Moi ni katika wajomba zangu. Yeye ni upande wa nyanyangu, mzaa mamangu. Mashallah, familia hiyo ya Baghani iliyomzaa Abdallah Moi kwa jina lake la umaarufu, lakini watu wamjua kwa jina hilo la Abdallah Moi kama jina la umaarufu, lakini jina lake haswa ni Naaman. Basi vipenzi wangu, natoa pole yangu ya dhati kwa familia yote ya mlango wake wa Baghani na ndugu zangu wote walioko huko Baghani. Vile vile pili, nampongeza huyu bwana anaitwa Alamin Somo. Vile vile nampongeza sana huyu bwana ambaye siku hizi mara nyingi sana yuko kwenye medias, aitwa Alamin Somo. Alamin Somo katika mji wa Mombasa, katika sehemu ya Old Town, amejitolea kuwahangaikia na kuwasemea watu wa Old Town mateso wayapatayo, kama vile kuletewa bili za maji walipe na hawatumii maji, mateso ya kupata maji safi ya kunywa, na vile vile kuwatetea juu ya kukatiwa taa kila saa, mara spaki iko, mara hakuna, mara taa, mara mwangaza, mara giza. Yani Kenya Power imewahusu watu wa Old Town.
au watu wa Mombasa kwa jumla. Sasa ye kwa huruma yake na kwa kutaka kwake na kwa kuonea watu usaidizi wa kauli yake, maneno yake, huyu bwana namuona yuhangaika sana kutafuta nusra au kutafuta msaada wa kuwasaidia watu wa Old Town, na vile vile kutafuta njia ya kunini kuokoa hali ya shida ya mambo maili haya, kwa kusiwe na tabu za kila saa taa za katwa, na kusiwe na tabu watu walipa bili za maji pasi na kutumia maji fresh. Hata imfikia mahali wengine wakasema tuaosha maiti kwa maji ya chumvi. Hawatakati. Hili ni jambo ambalo ni kweli lauma na laumiza, na lilikuwa lataka watu wajitoe kinaga ubaga, wajieleze, kwa sababu serikali yasikiza wenye kusema na itafanya kwa mujibu wa kuwa imewekwa kwenye mamlaka na wao wananchi wenyewe. Kwa hivyo watasikizwa wananchi. Hongera sana Alamin Somo, popote uliko ujumbe huu mfikie. Hongera sana Alamin Somo, Allah akujaze na kutoke watu mfano kama wewe wanaojali watu na wanaoshughulikia mambo ya watu, si Old Town tu, si sehemu hiyo, bali sehemu zote za mitaa na miji, kila mahala Kenya nzima, kutokea watu wa kusema yale yanawasibu watu, pengine serikali haijui ikajua, haisikii ikasikia, au pengine haijatanabahi ikatanabahi. Kweli watu wapata shida, watu wapata tabu, na watu waingia katika mateso. Kukipatikaniwa wasemaji basi. Zamani wasemaji walikuwa wako, siku hizi hakuna wasemaji. Siku hizi hakuna wasemaji kwa sababu wasemaji washakufa. Waliobakia wasikilizaji na watazamaji, wasikilizaji na watazamaji. Basi tukipata watu kama mfano kama hawa, inshallah shida nyingine zitatatuka, fa biidhnillahi tutapata msaada wa Mungu na msaada wa watu inshallah. Hongera Alamin Somo. Vile vile sina budi kumpongeza huyu bwana anaitwa Regi, R-A-G-E, Regi. Huyu bwana anaitwa Regi ambaye yuko Dar es Salaam. Huyu bwana anaitwa Regi ambaye yuko Dar es Salaam, Tanzania. Ameniandikia kwa kusema asalamu alaikum Zimle, au asalamu alaikum Mfalme Kaimu. Asema nakufuatilia mno, napenda sana darsa zako. Nakufuatilia mno, napenda sana darsa zako. Nakufuatilia mno, napenda sana darsa zako. Haya ni maneno ya Regi, R-A-G-E, akiwa Dar es Salaam, Tanzania, akisema asalamu alaikum Zimle au Mfalme Kaimu, na kufuatilia mno, napenda sana darasa zako. Asante sana Regi kwa kuipenda sauti ya Mzimle. Allah akubarik. Asante sana kwa kuipenda sauti ya Mzimle. Allah akubarik kwa hilo insha Allah. Vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, jana tulisimama katika somo ambalo hatukulimalizia. Jana tulisimama katika somo ambalo hatukulimalizia, linalosema makabila na majina ya majini wabaya. Makabila na majina ya majini wabaya au wachafu. Ili uyajue kwa mtu akiwa na jini huyo, mumjue ana jini mchafu, na mujue kama wewe wasema una jini huyo, ujue wewe mchafu, wewe una jini mbaya. Kwa hivyo wapaswa ufanywe chomozi, yani atolewe kwenye mwili wako, kwenye kitwa chako, na wewe ndio utakuwa salama wa salimin. Mengi katika matatizo yako yataondoka, magonjwa yako yataondoka, dhiki zako zitaondoka, na vile vile rohani wako atakuwa mwenye kukelea kiti cha kitwa chako na kukifungulia fahamu na akili na miangaza ya mambo.
Sasa tulisoma makabila na majina ya majini wachafu, tukafika mpaka jini namba 17 ambaye ni Ashq. Ashq, huyu jini Ashq tukasema jini mbaya. Ashq tukaeleza kwa upana, tulioeleza yakafahamisha watu. Na leo nashukuru kuna napigiwa simu na bibi mmoja akiniambia usemayo Mfalme Kaimu yote nkweli. Mkweli kabisa katika ulioyasema, maana mimi na mwanangu anayo hayo. Namuonea huruma ulioyasema yote. Jana tuliposikiza kipindi niliona huruma kwa mtaja mtoto wangu kama ambaye ndiye yeye. Leo semayo kama ambaye ndio yeye. Nikamwambia poleni na pole sana kwa hayo. Inshallah ukiweza mlete mzimle, tutamtibu. Mlete kwangu nitamshughulikia. Leo tutasoma kabila na jina la jini mchafu au jini mbaya, au makabila na majina ya majini wabaya. Leo tutaendelea namba 18. Jini namba 18, jini mbaya ni Gawaswi. Huyu Gawaswi ni jini mbaya. Ukisikia mtu ana jini Gawaswi, jua ana jini mbaya. Au wewe mwenyewe ukitamka jina langu naitwa Gawaswi, basi wewe jini mbaya, wewe jini mchafu. Kwa hivyo Gawaswi ni jini mchafu. Namba 19, jini mbaya ni Tayara. Kuna jini mchafu mbaya aitwa Tayara. Ukisikia mtu kwamba mimi nina jini Tayara, jua ana jini mbaya. Namba 20 ni Khadimul Hamam. Khadimul Hamam. Khadimul Hamam, mtumishi anayekitumikia choo. Huyu pia jini mbaya sana, lakini huyu wapatikaniwa sehemu zinazoingia watu kufanya choo kikubwa na kidogo. Huyu wapatikaniwa chooni, kile choo ambacho watu waingia kunya au kukojoa, na ikawa ndio dasturi mchumba maalumu chenye shimo cha watu kufanya choo, basi ujue huyu hakosekaniwi, yeye na kizazi chake. Tena yuwakaa chooni sana, huyu hatoki. Na huyu ndiye jini ambaye mchafu Bwana Mtume Muhammad SAW alitaka watu wajilinde naye. Wakati waingia chooni, waambao usome dua ya kujilinda na jini huyu mchafu. Useme Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khabaithi. Shaelewa, Mwenyezi Mungu najilinda kwako kwa majini wa kiume wachafu au wabaya, na wa kike wachafu au wabaya waliko chooni. Kisha ndio ingie chooni. Usiingie bila kusoma dua hiyo, kwa sababu huwa unjisukumiza kwenye makutano, unjiingiza kwenye nyumba yao, na vile vile huenda ukapagawa. Sasa watu wengi wapagawa chooni, lakini hawajui. Kuna wanaopagawa kwa kuanguka wakapoteza fahamu, kuna wanaopagawa kwa kuanguka wakagoteka vitwa, hizi shemu za nyuma zikajipiga na chini, mtu akafa hapo hapo, au kama akawa maututi akapelekwa hospitali akafa hospitali. Huyu huwa watu wengi chooni huyu. Hasa watu wazima. Utasikia watu wazima wengi wanaanguka chooni na hawakupona, au wakwenda hospitali wakufa hospitali. Wengi sana. Huyu hubwaga chooni, na vile vile akiwa habwagi, basi humfanya mtu akiingia chooni akakaa muda mrefu. Kuna watu akiingia chooni aiza akaingia saa 12 asubuhi akatoka saa 12 jioni. Kiwasi hivyo masaa 12, basi atakaa masaa 11, masaa 10, masaa 9, masaa 8, masaa 7, masaa 6, masaa 5, masaa 4, masaa 3, masaa 2, hata jisaa moja pia nyingi. Hata jisaa moja. Kuna mtu akiingia chooni atumia 1 hour. Jiulize 1 hour hiyo choo chake anachokunya kirefu kiasi gani? Yuanya kamba isiyokuwa na ufupi, yenye urefu mno.
Aweza akaingia chooni akakaa masaa, pengine aimba chooni, acheza chooni, au pengine alala chooni, au saa nyingine yuwazungumza peke yake chooni, yuwazungumza peke yake, au pengine atezea uchafu anaotoa kwenye mwili wake au chezea. Sasa hawa watu wagonjwa. Na wengine anaingia chooni, ana khadimul hamam, yuwatezea tupu yake kwa mkono, ajifanya masturbation, atezea uchi wake kwa mkono, ajitoa manii kwa mkono kwa muda mrefu, asikia raha, kila akifanya endelea, paka akimwaga arudia tena, amwaga tena, paka amwagate, yani kila saa mpaka yuwafaganzi. Yuko bwana mmoja ananiambia niombee dua mfalme Kaimu au Mzimle, mimi nina tabia wallahi nafanya masturbation yani miaka mingi, nataka iache tabia, siwezi, na sitaki mwanamke, mimi nataka njifanye mimi mwenyewe tu, na namaliza masaa chooni. Kamwambia, wewe una khadimul hamam, wewe una jini mchafu wa chooni, na huoni kitendo hicho wakifanya chooni ukifanya kitandani ukiwa ulala kwenye godoro? Na baadhi ya watu wengi washanambia mimi kuhusiana na masala haya ya kwa yakiingia chooni yuwasikia afanye mambo fulani, hatoki mapema. Sasa huwapa tabu wenzenu. Mtu anayetaka kuingia chooni apata tabu, wewe utoki sasa mpaka utakapomaliza haja zako na utakapofanya ushetani wako. Mtu anchoka mpaka enda choo cha jirani, au abishiwa lango la gotwa, haitiki bwana, kaa utafikiri ankufa ndani. Akitoka toka na maneno machafu, atukana watu wote ndani ya nyumba, kali kweli kweli, kwa sababu kwa waharibiwa sherehe zake. Alikuwa na shughuli inkatizwa, inaharibiwa ile. Hakika mtu hafai kukaa chooni sana, mtu hafai kukaa chooni sana, ni hatari. Watu wakaa vyooni vibaya sana watu wengine. Yani afadhali mtu atengeze toileti yake, choo kiwe chake cha kibinafsi, afadhali pia. Lakini kiwa choo cha watu wengi, wataumia watu watasikitika, watu vile vile watanini, watakwenda choo nde ya choo ndani ya nyumba. Sababu wewe ukae mgoje yeye ukaa kwenye kochi, kwenye stuli, mara choo kinkutoka, hatoki. Sasa anjini mchafu wa chooni, hawa majini wabaya hawa ambao ni khadimul hamam, hawa watakiwa usiwape nafasi ukiingia chooni. Kwanza soma dua ya kuingia chooni, alafu hakikisha kila unachokifanya wenda mbio mbio chooni. Kama waoga mbio, kama waenda choo kikubwa nenda mbio, kama wenda choo kidogo cha mkojo nenda mbio. Kama wasikia nafsi yako haitaki kutoka, ndio toka chooni, usikae. Ukikaa utavamiwa na mawazo na vitendo ambavyo vitakufanya wewe uwe nani? Uwe miongoni mwa watu ambao wanamtumikia khadimul hamam. Wafanya machafu chooni na watezea uchafu chooni na vitendo kama hivyo, na wazuia watu kuingia chooni. Shaelewa, wazuia wenzao kuingia chooni mpaka atakapotoka yeye, si matezo. Na ndio utaona nyumba zingine alhamdulillah zimeona mbali, wenye kujenga nyumba hizo wakaeka nyumba ina vyoo vinne, hapo kidogo kwa salimika. Yeye akiwa choo kimoja, vitatu vina nafasi ya kuingia wengine. Lakini wewe just imagine ikiwa nyumba yenu ina choo kimoja na yeye ashaingia, mpaka atakapotoka yeye, kuna watu wataumiza vibofu, kuna watu wataumia nini? Wataumia vyoo. Sehemu inayotoka choo itaumia pamoja na tumbo lake. Tumbo la kata la umma lataka kutoa uchafu, lizuilika. Kuna mtu chooni afanya kazi kandarasi, hatakuwa masaa chooni, hatoki. Sasa kwa sauti yangu hii ya Mzimle na kwa neno langu la world warning, na tahadharisha ulimwengu na walimwengu waliomo, kuwa wewe ikiwa una khadimul hamam, nitafute mimi kutibu, nimtoe mwilini kwako, au ni kutengezee choo chako kisiwe na makhadimul hamam.
Nikusafishie choo, choo kiwe choo kama nini? Kama chumba kisichokuwa na majini wachafu ndani. Hili lijue kwa wewe huenda ukawa mtumwa wa kuitumikia jamii hiyo ya wakaazi wa chooni. Shaelewa? Toilet members always they are there. Hawakosekanini. Wewe ndio waja mgeni, wao mwenyeji na washakomaa ndani ya nyumba yenu, kwenye choo chenu. Sasa kila mmoja ndani ya nyumba ni mgonjwa kivyake juu ya choo. Kila mmoja akiingia kutoka kazi na watu wasemana, wapigana mpaka mwisho watu washutumiana. Akitaka kuingia mtu chooni, wenzake wamwambia bwana wewe si wa leo, tuate sisi. Na yeye wajibu na nyinyi si wa kesho pia. Niateni mimi. Sasa kwaingia ugomvi, kwaingia vita, vuta nkuvute. Kwa sababu gani? Kwa sababu watu watumikia jini ambaye ni mkaazi wa chooni. Hapa patakapatazamwe sana. Ukimwona mtu ana tabia kuingia chooni kukaa sana, si mzima, ni mgonjwa. Na gonjwa lake haswa ni kwa yeye ameingiwa na jini huyu mchafu. Saa nyingine za kwa chooni akafungua mfereji, maji yakawa mwagiko kadhani waoga. Masaa mingi, kumbe maji ya mwagika tu kwenye ndoo yaingia kwenye shimo, maji yaisha kwenye tanki la nyumba. Baka likome maji ya zime au yakate, ndio yeye sasa ajue mimi ni kwa chooni. Hana fahamu, lakini ashamaliza birika zima au tanki lenye kutumiwa na watu maji nyumba zima. Ashalimaliza tanki. Hii ndio hasara ya mtu kumtumikia khadimul hamam. Jini huu mchafu, mjini mbaya. Taifa hili baya la majini ni hatari, kwa sababu laudhi watu sana, haswa hususan wakati wa kwenda choo. Kila mmoja awe alert. Mahala pa kuingia chooni si mahala pa mtu kulala, wala kuzubaa, wala kusoma gazeti, wala kukaa muda mrefu, wala kwenda choo akasimamisha choo ikawa sasa antulizana mahali antulia. Usitulie chooni, usifanye chooni ofisi. Ni vibaya kukifanya chooni ofisi. Huenda ikawa sasa wazidi kufanya nini? Kuyatafuta madhara ya huyu jini. Udhurike mpaka uje watoka chooni saa nyingine wateka peke yako kwa kama chizi, watu wasema chizi yule. Ampagawa chooni au wala choo chako. Akikuganda sana huyu khadimul hamam, aweza kukufanya akili yako ikawa yenye kula choo nacho kitoa. Choo chako unachokinya yeye akwambia ule. Shelewa? Na mambo mengine mfano kama huo machafu, huyu usimtumikie kabisa chooni. Lindeni nafsi zenu na miili yenu wakati wa kuingia chooni. Ingia mara moja, toka mara moja. Hata kama ni kuoga, oga mbio utoke mbio. Vingi wa dakika 5, zisipite dakika 5 wewe uko chooni zaidi ya dakika 5. Ni hatari. Ni kumaanisha wewe watafuta urafiki, usuhuba wa dhati na huyu jini mchafu khadimul hamam. Kabila jengine na majina ya majini wabaya, taifa baya, namba 21 ni jini makabir. Jini makabir au makabir. Huyu jini mchafu huyu yuwapatikaniwa kwenye maziara, kwenye makaburi. Watu wanapokwenda kule maziarani, makaburini, saa nyingine huyu huwa yuko huko. Na huyu ni jini mbaya sana, huyu mchafu. Huyu ndiye anayewaazisha watu mambo machafu wafanye, kama vile wachawi huwa yuwaambia leteni hirezi zenu muje muzike juu ya kaburi la huyu mtu wa zamani aliyekufa hapa ili jambo fulani liwe. Huu jini mbaya huu sana. Huenda akamdhuru hata maiti, akamkirihi maiti na akalifanyia kaburi mabaya. Huwa yumo ndani ya watu. Sasa utamjua kwa sababu humlekeza mtu ende makaburini sana. Hasa wamkuta sana neza usiku mtu yuko kwenye makaburi
hakwenda kutia fatia wala kuomba Mungu, kuwaombea wale walioko pale kama watu wake, wazee wake. Ankwenda kuzika kitu, ankwenda kuweka kitu kwenye kaburi, ati nkazi ya mtu, sijui jambo la mtu. Saa nyingine waenda au watu waenda kutimbua kaburi pale mahala, kwatoka vitu vya namna yake, kwatolewa vitu vya kiajabu ajabu katika sehemu za makaburi, kwa sababu watu wankwenda wakafanya nini? Wakamtumikia makabiri, wakaenda wakafanya nini? Wakafanya uchawi makaburini. Kaburi si sehemu ya kufanywa uchawi, na kaburi si sehemu ya kutezewa kufanywa machafu, na aliyelala pale ana heshima zake. Hata yakuna turaba, mpaka sasa ashakuwa mtanga, pia kuna heshima yake. Hata ikiwa ashakuwa mtanga, huoni kifupa hata kimoja. Usimfanyie maovu maiti, usilifanyie mabaya kaburi. Ni dalili ya wazi ya kuwa wewe watumikia jini mchafu, anaye nini, anayekupeleka makaburini kwenda kufanya machafu mabaya, kuyafanya makaburi na kuwafanya waliozikwa pale. Sasa kuna watu wana ila sana, hati hizo ntiba, hizo ndawa, hiyo sijui ni uganga. Hakuna hiyo, huo ni uchawi. Huo ni uchawi, tena mchawi mbaya. Haya maziara saa nyingine yafaa yapigwe darubini, yaekwe watu ambao wataangalia haya machafu na haya madhara wanaofanywa maskini wasiweza kusema waliolala pale. Wengine wenda zikiwa vitu ambavyo vibaya sana. Katika hayo makaburi kwenda zikwa mnyama ambaye mzima hajafa, ati instruction intoka kwa huyo mchawi, jambo fulani haliwi au jambo fulani kutaka liharibike litaharibika, lakini mpaka kutukuliwe mnyama ambaye uhai, kukatumbuliwe juu ya kaburi la zamani, azikwe akiwa hai, akiwa amvishwa sanda, na vile vile amfanywa nini, amfanywa mambo yote anofanywa maiti. Mnyama yule ameoshwa, amvishwa sanda, aswaliwa, alafu yenda zikwa. Ati ndo azikwa fulani hivyo, mambo yake yote yasiwe tena juu ya ardhi, yawe kama yalioingia ndani ya ardhi, yaliofukiwa. Kila jambo lake limuharibikie. Ewa atakuwa kwafanywa kwa ajili pengine sehemu nyingine ya ardhi isiyokuwa na nini, isiyokuwa na kaburi, au ewa itakuwa yafanywa pengine jambo hili lafanywa mahali chelewa, lakini halifanywi na mnyama aliye hai, kuwa vishwa sanda, kisha aoshwe, kisha akaswaliwe, kisha azikwe akiwa mzima na roho yake uwa. Hiyo si dhibihi, si kichinjo cha halali. Kwa mnyama atindwa, ataliwa, wamzika kwa namna ya kumfanya nini, mateso na kumkata roho akiwa hai, wamuua. Haya mambo kama haya, kwa sauti yangu ya Mzimle na kwa neno langu la word warning, na tahadharisha, hata kama yakiwa hayafanywi na mtu wa kawaida, lakini yafanywa na mtabibu au mwalimu au mganga, basi wewe si mganga. Wewe waharibu jina la uganga, na wewe ni mchawi. Jieleze kwa jina lako la uchawi, watu wakuchome moto. Kwa nini wewe waua viumbe vya Mungu, vinyama waviua vikiwa hai, kwa njia ya kutovila, kwa njia ya kuvidhalilisha, na kwa njia ya kuvifanyia unyama, kuvitoa roho? Hakuna uganga huo bwana, huo ni uchawi. Tahadharini mnaofanya haya. Siku moja wengine walikwenda wakazika hizo vitu vyao saa 8 za usiku kwenye makaburi, wakamsikiza huyo jini makabiri ambaye jini mchafu. Walipokuwa wazika bado kutubwele kaburi, walikiona cha mtema kuni. Kwenye lile kaburi kulizuka mnyama mwingine ambaye nyoka mkubwa. Tena alitoa kitu, akawa yuwatoa na mwili, awafukuza. Walikwenda mbio wakakitupa kile ambacho walikuwa wakwenda kukizika juu ya lile kaburi. Walijuta kufukua lile kaburi. Kumbe ndani laishi nyoka kubwa, likawatoa mbio, lilikuwa nataka kuwatia sumu liwaue, kuwauma. Mbio hizo wakabaga vitu vyao, hawakurudi tena wakifika majumbani kwao, mapumzi hayo.
Mmoja wao alinieleza siku moja kisa hicho, akaniambia tulipatikaniwa mfalme. Nikamwambia si nyinyi mfanya uchawi, si tiba hiyo. Akaniambia sasa sisi tunaomba tiba. Mbia uchawi huo. Vile vile sina budi kumshukuru bwana mtu anaitwa Dalote. Sina budi kumshukuru huyu Dalote popote aliko anaposikiza kipindi chetu cha Sauti ya Mzimle. Asema hivi Dalote, asema Sauti ya Mzimle ndo wewe mashallah. Sauti ya Mzimle ndo wewe mashallah. Mimi huwa nakuona sana kwa mabango Mombasa. Sauti ya Mzimle ndo wewe mashallah. Amesifu hii Sauti ya Mzimle kipindi chetu ambacho ni kipindi chake na kipindi cha watu wote. Shukrani sana Dalote. Shukrani sana kwa kuwa uko hewani hivi sasa live waangalia kipindi hichi na ukipongeza. Faida sana. Kwa hivyo vile vile jini mchafu namba 22, jini mbaya au mchafu namba 22 ni jini anaitwa Amirul Bait. Huyu Amirul Bait huwa yuko ndani ya majumba yetu. Huyu tuishi naye, tukilala naye, tukizungumza naye, tukiteka naye. Huyu Amirul Bait mara nyingi yuko ndani ya majumba ya watu. Ni zile nyumba unazoziona mara kwa tekwa, mara kwa liwa. Watu wateka kidogo, mara walia kidogo. Na mara kuna amani, mara hakuna amani. Mara watu wasikizana, mara hawasikizani. Mara kwa zuka la kuzuka. Watu watimuana ndani ya nyumba, tukanana, wapigana, wafuriana, watesana. Vitendo ambavyo vya kinyama watu wafanyiana ndani ya nyumba akiwa na huyu Amirul Bait. Huyu mbaya sana, huyu ameharibu majumba mengi. Ameondoa amani na furaha majumba na akayatia zogo na chokochoko. Huyu paka akafanya saa nyingine watu wamwagana damu ndani ya majumba, mke ampiga mume gongo, mume atakuwa sufuria mpiga mke naye. Kile kigongo cha kukandia chapati, mke alikichukua akampiga nacho mume. Akampasua mume kitwa, na mume naye akatukua sufuria akampiga nalo la kitwa, akampasua kitwa mkewe. Huyu waleta balaa huyu akiwa ndani ya nyumba kwa mume na mke na kwa kila mtu, hata kwa wazazi na watoto wao, hata kwa wazee na wana wao, na vile vile kwa kila mtu aliyokuwa ndani ya nyumba. Saa nyingine umtia mfanyikazi hasira na hamaki, akafanya kitendo kibaya ndani ya nyumba, akapotea, akimbia. Mfanyikazi watilie chombo hawa, watilie dawa hawa, watilie sumu hawa, kisha we kimbia. Watu wakapatikaniwa wako taabani, wakapelekwa mahospitali hali mahututi. Yeye atafutwa hayuko, ashapotea, na watu wa nyumba zima kila mmoja kidogo nusra afe. Anaokolea, akapelekwa hospitali, akapata tiba, lakini ndio kama ingekuwa si hivyo watu wangekufa. Huyu huharibu roho mpaka mfanyikazi ndani ya nyumba, akawadhuru wale mabosi wake au wale mabwana wake, watu waliomwandika kazi. Amirul Bait ni mbaya, ni jini ambaye yuwavuruga majumba vibaya sana, na yuwafanya majumba yasiwe na furaha wala yasiwe na amani. Tena majumba saa nyingine yuwayatia dhiki kweli kweli, mpaka kutatokea watu ndani ya nyumba hiyo waihame au ende nyumba za watu wengine wazione ni bora kuliko nyumba yake. Mtu nyumba yake mwenyewe aliozaliwa, anaoikaa, alioioa, aliyeka mke ndani, haioni na uzuri wala utamu wala furaha. Au na nyumba ya jirani mbora, au cottage watu wasemavo. Mtu enda kodisha cottage, akae cottage masiku, kwa sababu hakai na nyumba, ataka ndani ya nyumba yake au nyumba ya mume wake. Inazaga nkuzage, inavuga nkuvuge, na vile vile inaharibu, na vile vile yatopoa, yaleta balaa, yaleta mvurugano nyumba. Kunazo nyumba hazina furaha wala amani. Kwa sauti yangu hii ya Mzimle, popote muliko duniani mwanisikia, vipenzi vyangu wa sauti hii, mwazijua nyumba
Kiwa wewe hapo uliko unajua nyumba yako iko hivyo au nyumba yenu iko hivyo, wasema swadakta mfalme Kaim. Swadakta mzimle. Nyumba moja katika nyumba ambayo haina furaha wala amani, nyumba yetu au nyumba yangu. Sasa hapo mtu yajisema, jiangalie wewe kwa mwaka au kwa mwezi au kwa wiki, nyumba yako inayo amani? Yapita wiki, yapita mwezi, yapita mwaka, hamuja kurumbana, hamuja kwaruzana, hamuja tukanana wewe na mkeo au wanao au wazee wako au mfanyikazi wako au nduguyo. Majumba yana balaa bwana, watu wa kwaruzana mpaka mwisho waambiana maneno yasioambiwa mtu. Chaelewa? Yasioambiwa mtu. Kwa sababu gani? Huyo Amirul Baiti, huyu jini mbaya mchafu, yuwavuruga majumba vibaya sana. Huyu ni jini ambaye yuwachanganya sana majumba ya watu. Jini mbaya huyu Amirul Baiti. Nyumba ikiwa na jini huyu, ikiwa ina hizo zahma nilizozitaja, yataka kutibiwa. Nyumba yataka kushughulikiwa, itengezwe, ipigwe mabukhuri, isafishwe, litolewe, au ili jamii la majini litolewe ndani ya nyumba, ipigwe visomo nyumba sawa sawa, na vile vile ifungwe kwa talasimu na hirizi za kinga, kusitokee baadaye ajali. Mwanzo maneno, kisha baadaye vitendo. Watu watukanana kwa mdomo, mwisho watakuja fanyana nini? Watatiana nguvuni. Mke na mume waminyana kama ambao wote wanaume, au mmoja atafuta silaha mdunge mwenziwe au sumu amtilie mwenziwe. Yakifikia hapo, nyumba inkuwa hiyo si nyumba tena, ni shetani hiyo. Ni shetani, jini mchafu hiyo nyumba. Mbona yawaletea zahma hivyo? Mbona yawaletea zahma hivyo? Na kugura si dawa. Saa nyingine yule jini Amirul Baiti, saa nyingine hata mkigura magura naye, nyumba pia mnakoingia nyingine pia mwenda naye huko pia vurumai. Heri uitibu nyumba, uiondolee mabaya. Yakiondoka hapo, hata ukiondoka kwenye hiyo nyumba ukaenda nyumba nyingine pia waondoka, hakuna mabaya kwenye nyumba wala kwenye mwili. Hamuwabebi mkagura nao. Saa nyingine hawa wanakuwa wapangaji wenu, kila mnapokwenda mwenda nao. Lazima ujitahidi kuliondoa janga, usikulikimbia janga. Watu wengi ulikimbia, akaona hapa ndio dawa, shafanya la kufanya. Nyumba anayokwenda kukawa worst zaidi, kukawa kuovu na kubaya zaidi, mpaka hajui ende nyumba gani nyingine, na akienda nyumba nyingine akuta zaidi. Sasa lazima kufanywe kazi, lazima kuondolewe ili jambo ndio linusurike kwenye miili yenu, mbali na kuwa liko ndani ya mikuta yenu, nyumba yenu. Si dawa kulikimbia, dawa kuliondoa. Tena wakati ule bado mumo ndani ile nyumba. Hata ikija kitokea maondoka hiyo nyumba, maondoka mkiwa wasafi, maondoka mkiwa hamuna jirani wala mpangaji anayewafuata, wala hamuna mwenye uovu, akawa atakuwa ni mwenye kusafiri na nyinyi uko mwendako. Tengezeni majumba. Kila anayenisikia mimi kwa sauti ya Mzimle, bila shaka wanisikia ukiwa ndani ya nyumba, au kama uko nje baadaye utakwenda ndani ya nyumba. Iangalie nyumba yako, nyumba yenu vizuri, yataka kushughulikiwa. Nyumba ina chokochoko, ina vuta nkuvute, ina matusi, watu watukanana, ina maneno, watu waambiana mafumbo. Waimbaji 6 katika nyumba moja, kila mmoja mfupa mwenziwe kwa nyumba ya taarabu. Baada ya hapo watu kutafutana na mapanga na visu na nini na maslasha. Kila mmoja ataka kufanya nini? Kumtoa mwenziwe duniani. Amsikia aniimba mimi, wasikia anifumba mimi, wasikia sijui. Maneno kama haya yakaleta mpaka watu watoane roho. Kweli watu hutoana roho. Watu hutoana roho, si dhihaka. Ndugu kwa ndugu, mke kwa mume, mwana kwa mzazi au mzazi kwa mwana. Waona mvao kutaka kwao, na hata hayo maneno yaonayo. Na huyu akiwa ndani ya nyumba, huyu Amirul Baiti jini mchafu huyu, nyumba haina baraka. Nyumba izaekamka asubuhi hata chakula hakuna. Chai ya asubuhi tanywa usiku. Lunch italiwa saa ngapi? Ikiwa chai ya asubuhi italiwa saa 7 au usiku, wakati wa lunch na dina
Hii nauliza mimi, hii lunch italiwa saa ngapi na dina italiwa saa ngapi? Chakula cha mchana kitaliwa saa ngapi na cha usiku kitaliwa saa ngapi, kwa cha asubuhi kiliwa adhuhuri saa 6 na au usiku. Hapa ndio kwa vundika mianga ya mambo ndani ya majumba yetu. Nyumba zingine hazina baraka bwana. Si kama nyumba zingine. Kuna nyumba ambazo hazina huyu Amirul Baiti, watu wala asubuhi, tena si chai, wakala na venye kupikwa na chai, bakala adhuhuri, tena si wali tu na mtuzi, kukawa na masaladi, kukawa na majuice na vitu vingine vya kurutubisha tumbo. Na usiku pia watu wakala chepesi chenye kunini kulainisha tumbo na chenye kupa usingizi mzuri. Watu wala vizuri bwana, watu ambao nyumba zao hazina majini wachafu. Tena wala huku wakisemezana maneno mazuri ya Mungu au ya dunia, tena wakiteka na wakiagana wakienda kilala vizuri. Hakuna vurumai, hakuna vuta kuvute, hakuna maudhiko, hakuna mapigano wala matukanano. Ndo sasa nyumba ya kina Amirul Bait. Ndio hiyo nyumba yenye jini mchafu sasa. Uangalie vuta nkuvute hizo. Watu waweza pigana mpaka ikiwa kumpikwa chakula kila mmoja akakisusia. Wasile chakula wao wale ngumi na wale mateke na mavichwa wapigana. Wakashiba hayo. Ziko nyuma ambao za shiba ngumi, teke na kitwa au kabako kunyongana. Wakishamaliza vita vyao wakipigana namna hiyo, hakuna mwenye ndaa, kila mmoja enda lala. Sufuria lile la bakia laoza au taliwa asubuhi, kwa halikuoza takanzwa moto. Chakula cha leo chaliwa kesho cha jana. Haya mateso twajipa. Tengezeni majumba. Mnaonisikiza kwa sauti yangu hii ya Mzimle, popote mliko duniani, nyumba zitengezwe, hususan nyumba ambayo yaonekana ina mambo hayo. Na nyumba ambayo haina mambo hayo ifungwe mapema, ifanywe fungo, isije kaleta baadaye mambo hayo. Saa nyingine hakuna, baadaye hayo yazuka yawa. Sasa inakuwa tena hakuna raha. Wazazi wapigana na watoto, na watoto wapigana na wajukuu, na wajukuu wapigana na majirani, na majirani wapigana na nani? Wapigana na hao familia. Waja kuharibika kwa sababu ya kuwa hamukujielewa la paswa kufanywa nini kwenye nyumba. Huyo ni Amirul Bait. Vile vile kuna jini namba 23 mchafu, jini mbaya aitwa Jalabi. Huyu Jalabi jini mbaya. Vile vile kuna jini namba 24 aitwa Waladi. Waladi, huyo ingia watoto sana. Ndio ile jini anayepaga wafanya watoto wakapagawa utotoni, wakawa wagonjwa, hawatoki hospitali, hata wakienda hospitali hawapoi, na wakuwa hivyo mpaka watu wazima. Pia labebwa jituzima ligonjwa. Halisemi, haliteki, halikimbii wala halikai. Limfanyiwa maskini linaingiwa, sasa lingwa laugua namna hiyo maskini. Na jini hili chafu. Vile vile kuna jini aitwa Filosofi. Vile vile kuna jini aitwa Khadimu Sihri. Huyu Khadimu Sihri naye ni mbaya. Huyu ndio yule ambaye hufanywa vinyama vya urogi. Huyu hutumiwa sana kwenye paka. Hutumwa kwa njia ya paka. Au hutumwa kwa njia ya nyoka. Au hutumwa saa nyingine kwa njia ya kunguru, kurabu. Tena utamjua saa nyingine kama huyu mganga ajitia mganga wala si mganga, ni mchawi, akutuma vitu hivi vya wanyama hawa watatu. Huwa ni sihiri hiyo. Na 4, akutuma fuvu la kitwa la binadamu ukamfukue kaburini. Wajua mtu aliyekufa ambaye ni jamaa yako, wajua pale alipozikwa, nitaka fuvu lake la kichwa. Wewe ndio mfufua mtu wako bwana, wakitukua nini fupa lake la kitwa wampelekea mchawi. Vile vile akutuma kwambia kalete nini? Kalete moyo wa kurabu, roho ya kurabu. Akutuma kwambia kalete sijui roho au moyo wa nyoka, au kalete roho 7 za paka. Ona mtu enda mbio amfukuza paka mtaani, enda naye mbio bana.
paka mpiga gongo la kitwa, paka kata roho hivi, akijiona fafatika, alafu atakuwa kitwa, akikata akipeleka, asema roho iko ndani ya kile kitwa. Kuna watu wa wanyama huwa si bure, siku ati mnyama muibia nyama nyumbani au muibia samaki, la, antumwa na mchawi apeleke roho ya huyo mnyama. Sasa enda uwapaka bwana mitaani, akiua akipeleka, ambwa huyu hajatimia bwana, hana mwaka mmoja huyu ana miezi 7 miezi 8, kauwe mwingine. Wewe kwa kazi yako apiga magongo paka, ukiua tu. Akili zako kama si akili saa nyingine pia zaruka ya kwa wewe waweza fanya vitendo kama hivyo vya kufanya nini, kumtumikia mchawi katika mambo yake ya kudhuru nini viumbe vingine, na vile vile kukupa nafasi ya kwenda kuwatoa maziarani ndani ya mashimo makaburini watu wako uliowazika. Ushawastiri wewe, ndio muaziri tena, ndio mtoa kitu kizima, kwa hakina nyama, hakina damu, hakina chochote, kisha kwa mfupa. Hili fuvu la kitwa hili fuvu la kitwa ndio tolewa lote, likiwa halina vitu vyote, limbakia kama fupa tu. Yuko bibi moja, na mimi napewa kitu nikaeka nyumbani, naambiwa chanikinga, chanizuilia na wabaya na mabaya. Mimi nikaona hata maneno ya Mungu au talasimu za kufunga mabaya. Nikamwambia hebu nilete nione. Mambo mengine bana, wallahi kuna watu hata hawaogopi. Aniletea mfuko wa kigunia, ndani ya hicho kitwa. Ngefungua hivi, kitwa cha mtu bwana, fupa kamili la kitwa. Si museum. Majumba ya kale yanawekwa historia za watu kwa sababu wasipotee kwa tarehe zao. Fupa hili hapa na mwili huu hapa kwa sababu ya kihistoria. Wala si university kwa wanafunzi wasomeshwa mwili wa binadamu na mambo yanayosibu kwenye binadamu katika mwili wake, kwa kutumia mwili ulio ambao hauna madhara uliokufa, dan kutumia mwili wa mtu aliye hai kauawa. Hii ni elimu. Hawa wafanya tiba ya kielimu. Wewe unachukua fuvu la kitu ukaleka ndani ya nyumba yako, ndani ya mvungu wako wa kitanda ukalilalia, ikawa lisemesha, kisha likakuletea zingambwe, likaleta vituko, vitisho, likafanyia watu vihoja. Ni uchawi. Ni uchawi mbaya sana. Ni sihiri bwana. Ni sihiri. Huu wafanywa na watu wenye huyu khadimu sihiri. Kuna watu watumikia uchawi, wawatumikia wachawi na wawapenda wachawi. Aibu zao wakubwa, marafiki zao wachawi. Yeye huwa hapendi mtu ambaye si mchawi. Akishasubiana na mchawi paka atakufa naye, na atatumwa azitumikie kazi za uchawi, na yeye atakuwa ni mshirika kwenye uchawi, mpaka watu watamjua, watamuona au watamuaziri. Saa nyingine huku wetu watu wengi walikuwa kiaziriwa, kwa sababu yeye mchawi mwenyewe hindi fanya kutumeo kafanye, umfumwa unaonekaniwa, chelewa wewe ndio la kuangukia. Sasa fulani wamjua ni mchawi, tulimwona afanya hivi. Mambo mengine mabaya sana, mambo mengine mabaya watu wafanyiana, kwenda kutukua kitwa cha mtu ndani ya maziara, ukakieka ndani ya kikapu, kisha ukakitia chini ya mvungu wa kitanda chako wakilalia kila siku. Ina maana wewe wapenda kulala na maiti chumba kimoja, tena maiti ambaye hana mwili, fupa yako. Haya kwa watu wawatumikia hawa majini wachafu ambao ni khadimu sihiri, wenye kubeba hizi sihiri na kuzifanya kwa dhuru wale maiti. Vile vile kuna jini ambaye namba 27 ni jini mbaya aitwa Thabdil. Thabdil pia ni jini mbaya.
Vile vile kuna jini mbaya mwingine namba 28 aitwa Kamil. Vile vile kuna jini namba 29 aitwa Qarinu, pia ni mbaya huyo. Vile vile kuna jini namba 30 aitwa Lamasatul Walmasa. Huyu jini anaitia watu vidole. Chaelewa? Huyu ni jini anaitia watu vidole va sehemu ya nyuma, yani matakoni. Saa nyingine weza ukasikia mtu wa kidole haswa, lakini alikutia humuoni, si binadamu mwenzako. Chelewa ukaruka so na uko mahali watu nini? Lakini usikia chanda kinkuingia. Kidole haswa cha binadamu untiwa nacho, mwanamke mwanamume untiwa kidole. Na unkisikia watu hawakusikia, unruka mbele za watu wakuuliza nini, sema wakijua wewe. Chelewa, wakijua wewe kilichokuingia. Na hata ukifika nyumbani uende amini, wenda toa sura le ndani waitizama, isalama au intundu. Intoboka hii kama ilenga kitundu au iko salama. Kunao watu wanaopapaswa matako na jini huyu, yuashikashika watu sehemu za nyuma sana. Chelewa, na yuazinyeza pia sehemu za nyuma. Yuazifanya ziwe na mwasho wa kuingiliwa na mwanamume mwenzake mtu. Chelewa, na hivi na vile. Huyu pia jini mchafu na jini mbaya. Vile vile jini namba 31 kuna jini mchafu aitwa Majusi. Huyu pia jini mbaya, Majusi. Kisikia mtu ampandiza ana majusi, ndio mbaya. Si rohani, shetani. Chelewa, jini mchafu. Chelewa. Manake huyo ana tabia za jiskafiri. Ana tabia za jiskafiri za wajua jiskafiri ana tabia mbaya sana. Akiwa mahala popote ana tabia mbaya. Ana tabia za kutungulia watu akiwa uchi. Wewe ukiwa chumani kwako wavaa nguo, utamwona mjusi ankaa juu ya ukuta akuitezeshea kitwa na mkia, akuangalia uchi wako. Hivyo kwa mara nyingi sana tuambiwa tuchunge kama kwenye nyumba uko uchi, tizama juu ya kuta za nyumba kama yuko mjusi. Saa nyingine ule mjusi huwa amemwingia ule mnyama huyu. Saa nyingine huyu Majusi ambaye jini mchafu amemwingia huyo jusi, huyo mnyama jiskafiri balabala, watu wengine wasema. Sasa yua kutungulia tupu yako kupitia huyo mnyama. Na saa nyingine hawa huo wakubwa hata eza akashuka kwenye ukuta kaja kwenye kitanda kama ulala uchi, akakuuma dude lako kama mwanamume. Akakuuma tupu yako ya mbele. Akaitia sumu, ukasikia au usisikie, usubuhi kiamka wewe mwingine. Waumwa na mwili. Waumwa na viungo, waumwa na mifupa. Kumbe ashakutoneshea nini? Jino moja la sumu. Na nani alikuuma? Si mjiskafiri wala huyo balabala, ni huyu jini mchafu anaitwa nani? Majusi. Shaelewa, ni huyu Majusi. Vile vile kuna jini mchafu ambaye aitwa Yahudi. Yahudi naye ni jini ambaye akija ataka kukutoa kwenye dini yako ulionayo, ataka kukuondoa kwenye dini yako akutie kwenye dini nyingine ambayo si yako, ambayo haina mwelekeo, pengine utengeze dini yako mwenyewe, useme wewe waabudu fenethi, waabudu tomoko, waabudu stafeli ndio Mungu na vitu vingine. Waabudu jua, waabudu mwezi, waabudu mti. Huyu kazi yake huyu. Na kuna jini mwingine aitwa Nasrania. Huyu Nasrania naye, huyu ni jini ambaye yuwapa watu majina ya Mungu, kuwaita Mungu, binadamu kuwaita miungu au kuwaita Mungu. Huyu ni mbaya, akiingia ndani ya nafsi za watu au kwenye roho za watu, akawafanya watu saa nyingine wakajiita Mungu, wao wakajifananisha na Mungu. Vile vile kuna jini mwingine aitwa Muslim Aswi. Huyu hata kama kuntumika neno la Muslim,
lakini kuna neno baya zaidi mbele yake la aswi. Huyu huwa yuharibu sana ibada za Mungu, yuwazikataa au yuwazitezea ibada za Mungu sana sana sana, yuharibu dini ya Mungu. Na kuna jini aitwa swaufi, pia huyu ni mchafu na mbaya sana. Swaufi ni mbaya. Na vile vile kuna jini namba 36 aitwa dharaz. Dharaz pia jini mchafu. Mtu asipandishe akasema ati mimi na rohani dharaz. Sema kweli si rohani, sema ni jini mchafu. Sema jini mwenye kufanya nini? Udhuru watu na kuharibu mambo, kuwafanya watu wakawa na vilio, wakalia mwanzo asubuhi, wakalia na mwisho wa usiku. Ushawahi kuona watu ambao mtana walia na usiku pia walia, na hakijulikani kinachomliza? Watu waona pengine ni maneno anaambiwa au ampibwa, kumbe hata alia ovyo tu, bila ya kuwa kilio chake pengine labda kina sababu. Mtu ana kilio cha sababu, mtukanwa, umpigwa, chelewa, unyimwa, chelewa, hizo ni sababu. Lakini yeye hana sababu, alia tu mpaka atia kero watu, atia dhiki watu, na vile vile saa nyingine awahamisha watu wasikae karibu na yeye kwa kumwona kuwa yopenda kulia sana. Huyu ansibiwa na huyu jini mchafu, ansibiwa, ameingiwa na jini mchafu. Sasa afanya kilio ndo sherehe, kilio ndio shughuli, na kilio ndio tabia. Jini huyu pia huingia watoto wachanga akawa walia sana usiku. Mtoto alia akianza pengine kilio cha kwanza saa 4 usiku, hamalizi kilio chake mpaka kwa adhinu alfajiri. Sasa wewe walia nini? Mama ajiuliza, huyu mwanangu alia nini? Labda ataka kunyonya, anyonyeshwa, si dawa. Labda ana nini, hapati usingizi, apepewa, si dawa. Labda ana choo, ngoja nimtoe hichi choo, nimuoshe, nimuogeshe, nimfute, nimvishe kitu kizuri, atafishwa, si dawa. Yualia tu, kumbe ansibiwa na uji ni mchafu. Kunayo hayo, kuna nyumba watoto wakilia, wallahi hata majirani wahama, watafuta nyumba zingine, waondoka pale karibu na ile nyumba, kwa sababu tunketi kila siku tuasikiza msiba tu, tuasikiza kilio tu, tuasikiza nini tu. Utaona sasa watu wengine wafikia mahali wafanya nini? Wateseka bwana. Hawatoka watu wakisikiza kilio tu, hawatoka watu wakisikiza kilio. Ushaelewa? Mambo mengine nataka watu waelewe, kuwaweza ukamwona mtoto walia si kawaida, wewe ukasema ni kawaida. Toto hili napenda kulia, toto hili silipendi, wewe walisherehekea. Kumbe au walisinya, walitukia jitoto lako. Kumbe ansibiwa bwana, anaingiwa na jini mchafu. Shaona vipenzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, wallahi twaishi na mambo, hatuishi peke yetu. Nieleweni neno hili ninalowaambia hivi sasa, kuwa wewe au mimi au watu twaishi na mambo, hatuishi peke yetu, ila hatuyajui mambo. Kwa hivyo saa nyingine tuyapeleka ndia ambazo sizo, na baadaye wamfanya mtoto wa kilema cha milele, au kama wewe mtu mzima wawa kilema cha milele. Watu wakupa majina mpaka wakuita liro, shaelewa, kilio. Watu wakupa majina walia sana. Kwa hivyo watu wakupa jina sawa na kitendo chenyewe, shaelewa. Yule wamjua nkufa leo, nani huyo? Yule Kililo au Kiriro, mwenye tabia ya kupenda sana kulia, watu wamuita kwa jina ambalo lina sifa
namna hiyo kwa kitendo chake. Kuna watu kulia tabia zao, shaelewa, kulia tabia zao, sikuwa ati tabia njema. Wamesibiwa na jini mchafu huyo, wamesibiwa na jini mchafu huyo. Hataki zungumza na mtu, hata neno zuri yualia hali, kwa sababu amogopa Mungu. Wajua kuna kilio cha kumcha Mungu, shaelewa, kile ambacho kwenye Qur'ani Mwenyezi Mungu akisema atadhakuna wala tabqun, mwacheka wala hamlii. Kuna mambo yaliza kwa ajili ya Mungu, kwa kumogopa Mungu na kwa sababu ya kutaka nini? Kuwa mbali na rehema za Mungu. Shaelewa, kuna kilio pia chalia cha mtu kufurahika kwa ajili ya neema Mwenyezi Mungu alizozitaja kwenye Qur'an, kuwa zitaneemeshwa watu, hasa ukafurahi mpaka ukalia. Sasa hapa mtu alia kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya nini? Mazuri ya Mungu, kwa ajili ya kwa yeye ni mcha Mungu, amehofia adhabu za Mungu. Lakini wewe alia, hakuna hata jambo moja la kukuliza. Kwenu hakuna msiba, huli kwa ajili ya Mungu. Sasa walia kwa ajili ya nini? Jawabule, walia kwa sababu una huyu ni mchafu ambaye abeba vilio vya watu, yuatanganya mato na matozi, iwe sifa yako na tabia yako. Kwa kufikia hapa, penzi vyangu wa sauti hii ya Mzimle, tumemaliza somo letu la majini hawa wachafu, majini wabaya na kabila zao, ambao tumewataja sasa 36, na nawashukuru kwa hilo. Nawapenda sana, sauti ya Mzimle yawapenda sana, na sauti hii ni yenu. Sina budi kuwashukuru nyote mnaokotizama kipindi cha sasa na kukisikiza na kukifuatilia. Vile vile sina budi kushukuru Station TV ya Mzimle ambayo imeniweka hewani mkaisikia sauti hii. Khadija Abdallah Mwinyi, Program Manager, Sofia Ali Ahmed, Chief Engineer, Zainab Yusuf Othman, Director, Evans Abusolo Juma, Managing Director, na Mwanahamisi Muhammad Guyo, mtayarishaji wa mavazi yangu. Vipenzi vyangu, yoyote ambaye ataka zaidi kusikiza vipindi vya sauti ya Mzimle alivyovikosa kwenye live, vapatikana kwenye YouTube. Fungua YouTube, ingia YouTube, andika Mzimle Kaimu Darus. Kwenye YouTube andika Mzimle Kaimu Darus. Inshallah utaona darasa zote za sauti ya Mzimle pamoja na kazi zangu nilizozifanya kwa baadhi ya siku, inshallah.